Miongoni mwa klipu ambazo zimesambaa sana kwenye mitandao ya kijamii zikimuhusu msanii Diamond Platnumz kwenye show yake ya siku ya jana pale Kigoma mjini pale, akiwa anaendelea kumpa shavu pia Baba Levo katika kampeni zake za kugombea ubunge katika mkoa wa Kigoma. So amezungumza mambo mengi pale, lakini pia ilikuwa ni first time pia kuperform ngoma yake ya Sansapa, na ilikubali pia of course vibe la wana Kigoma, kwa sababu Kigoma mwenyewe anasema ndio ilipotokea sana. Kwa hiyo vibe ilikuwa ni kubwa sana pale, lakini pia kuna vitu ambavyo alivizungumza na mpaka sasa hivi vitu ambavyo amezungumza vimeacha midomo wazi kwa watu ambao wanafuatilia muziki, lakini pia hata kwa wasanii ambao wametajwa kwenye mazungumzo yake ambayo ameyazungumza siku ya jana. Diamond Platnumz amekanusha kwamba yeye ndiye goti wa muziki wa Bongo Flava kwa Tanzania zima na hakuna ambaye anaweza akamfikia, lakini pia licha ya hivyo tu akagusia kwamba kwenye wiki nyuma zilizopita hapa kulikuwa kuna mfululizo wa wasanii mbalimbali kuachia traki, nikiwa na maanisha Alikiba aliachia track yake ya Sela, lakini pia Harmonize aliachia track yake ya Friend Zone, na Diamond pia akarelease ngoma zake ambazo ilikuwa ya kwanza ilikuwa ni Sumari, ikaja Nani na akamalizia na Sampamba. So imekanusha kwamba zile track tatu ambazo imeziachia lile ilikuwa ni jibu tosha, kwa sababu kulikuwa kuna watu wengi wanaachia track ambazo kwa namna moja ama nyingine watu wakaunganisha doti ni kwamba Diamond Platnumz amewatupia vijembe wakina Alikiba pamoja na Harmonize, kwa sababu ngoma zao mpaka sasa hivi ni ngoma ambazo ziko pale pale, hazijaingia kwenye list ya top trendings. Baada zile ngoma tatu za Diamond kukamilisha ndo zinakuja za kwao. Ndio maana sasa hivi Diamond anajisifu katika maeneo mbalimbali akiwa anatoa hoja na kusema kwamba yeye ni king wa muziki wa Bongo Flava, lakini pia yeye ndo kioo ambacho kikitajwa ndo anawakilisha wasanii wote. Kwa hiyo hawa wasanii ambao wanafanya muziki ili yashindanishe nao wanamkosea sana. Una maoni gani kama umesikiliza show ya Diamond Platnumz siku ya jana Kigoma pale, kwa namna ambavyo alivyokuwa anajitamba kwa kitu ambacho amekirelease na ngoma zake ambazo amezifanya na zilikuwa zinafanya vizuri katika list ya hii wiki? Ukitaja ngoma kali ambazo zimefanya vizuri, basi Sampamba uwezo kuikosa, lakini pia Msumari pamoja na Nani, hizi zote ni ngoma zake ambazo zimefanya vizuri na anajivunia, kwa sababu kuna watu ambao walikuwa walishika na pamoja na akawatoa na akasimama yeye. Hao watu ni wakina nani? Hao amewatupia vijembe Harmonize, Alikiba, kwa sababu hawa ndio washindani wake ambao waliachia ngoma siku moja, nikiwa na maanisha Sela aliachia Alikiba na Harmonize aliachia Friend Zone ndani ya siku moja, wote waliachia kwa pamoja, na akaja pia Diamond Platnumz akaachia Msumari pamoja na Nani na ngoma zingine ambazo zimeendelea mfano kama Sampamba. So mimi nahitaji maoni yako. Unahisi Diamond ilichokizungumza kwenye kampeni ya Kigoma kule, unahisi yuko sawa kwa namna ambavyo anawatambia wenzake, na unahisi pia ataendelea kushika namba moja na ngoma ambazo anaziachia mara kwa mara na kushika listi ya wasanii wote ambao wanafanya vizuri akakamata namba moja na kuongoza? Angusha maoni yako hapo. Mimi naitwa Riziki bwana, hii ni Bongo Plus TV Amounti. Baba Levo historia yake na yangu tupishani sana. Mimi akaanza muziki watu wamemdharau sana, ujue uongo kweli sana, lakini leo katika nchi hii mimi ndo mwakilishi wa kwanza kwenye muziki. Uongo kweli? Napokuwa mimi mwakilishi wa kwanza kwenye muziki, maana yake Kigoma ndo mwakilishi wa kwanza kwenye muziki. Hii chata Kigoma, nembo ya Kigoma, imetokea Kigoma, inapoongoza kwenye muziki, maana yake Kigoma ndo inaongoza kwenye muziki. Uongo kweli? Wakati naanza kaongea sana huyo eti sio hajasomea muziki, sio nikasema wewe njoo na makaratasi yako ya muziki, afu mimi natoka na elimu ya mtaa, afu tulete matokeo nikuoneshe maajabu. Kama kuna kiumbe chochote kinafanya muziki nchi hii kinaniweza, kisogee mbele yangu. Kama kuna kiumbe chochote, niambie kitu. Kigoma wewe. Hapa katikati ilikuwa niko na harakati nyingi za kimataifa, huku nyuma kwa kuna dharau nyingi za kijinga. Nikasema hawana adabu hao, nikawatia misumari. Misumari inaitwa shikeni adabu. Niweka ile misumari, nikaka namba 1 2 3 nakuja kenge yote nasogea hapa. Mpaka sasa hivi nataka tushamaliza ndio watu waanza kusogea tu. Lakini ile ilitoa kwa
wa kuwashikisha adabu, kama shikeni adabu na mtoto huyu wa Kigoma, shika adabu. Sasa Baba Levo ni miongoni mwa watu ambao wakati anaanza shughuli zake watu walikuwa wanamdharau. Hawakujua huyu ana akili kiasi gani, hawakujua ni jembe kiasi gani. Ndugu yangu, mimi nakujua, njoo nakujua akili yako kubwa kiasi gani. Jamani, Baba Levo ana uchungu na Kigoma. Baba Levo ndio mtu tunataka tumpigie kura kwa sababu ataleta matokeo Kigoma.